Wenyewe nakuja. Sasa hizi. Sawa. Sasa dada, hii ni siku ya mwisho wa mwezi. Tunapitia hela za taka, lakini sanjari na ulinzi kwa ujumla. Lakini kwanza tuna shaka moja na hii nyumba yako, kwa sababu huu mtaa wa Kidagaa una nyumba 3216. Nyumba yako wewe ni nyumba ya 8 tu, lakini angalia hii nyumba ya 8. Januari, Februari, Machi, Aprili ukatoa, Mei umeruka, Juni umeruka, Julai umeruka, Agasti umetoa shilingi 1000 baada ya kutoa shilingi 2500. Oktoba umeruka, Novemba umeruka, Desemba ndo kabisa. Lakini sasa hii ni Januari nyingine. Tunakuwa tunafanya mazoezi haya katika hali ngumu kabisa. Hawa vijana mnaowaona wanatembea na magari, wanabeba takataka, wanapakia kwenye gari. Ujira wao ni mkubwa sana, tofauti na mnavyozani. Sasa itafika kipindi na sisi jukumu hili litatushindwa, tutaendelea kuwaacha mnawapa mateja takataka, lakini wao hawaendi kutupa dampo panapostahiki. Wanatupa kwenye baraza za watu wengine. Nyinyi mshajua kwa nini wao wanafanya hivyo? Yaani kwamba hao mateja au watu wanatoa takataka nje kuwapa hao mateja. Nyinyi mshajua kwa nini au mmewahi kuchunguza chanzo ni nini mpaka watu sisi tunawapa watu wengine wakatoa hizo takataka? Basi nikusaidie. Kwa sababu nyinyi hamji kwa wakati. Gari linakuja kule juu, utoe takataka huku chini mpaka upeleke kule juu, kweli? Kwa nini lisisogee mpaka hapo mtaa wa nyuma sisi tukapeleka takataka? Na ujio wenu wa kufuata hela ni kila mwisho wa mwezi. Hamchelewi. Kama saa hizi mapema ushafika. Lakini hilo gari linakuja mara moja kwa mwezi. Hivi kweli taka zikae muda wote huo? Zinaoza, zinanuka, zinatoa funza, maji yananuka. Ndio maana tunaamua kuwapa hao mateja. Ngoja sasa mimi nikusaidie. Unaona hapa kwa nini nilivyokuja kwanza nimekutajia idadi ya nyumba 3338. Pia nikakwambia nyumba yako ya 8. Lakini pia nikakusomea. Manake kwa mwaka ule wa jana wewe ulilipa mwezi huu mmoja tu, mwaka mzima. Just imagine wapo wafanyakazi wanaofanya kazi pale kwa kupokezana. Umeona? Ili zoezi hili liende yakinifu, manake na wao wanatakiwa wapate mishahara yao. Sasa jiulize, kama zingekuwa hizi nyumba zote 3337 zote zinalipa, kiwango gani cha pesa zingekuwa zinapatikana na wale wangekuwa wanapata ujira wao kwa kiasi gani na wangekuwa wafanisi yakinifu kwa namna gani? Lakini sasa jiulize, kama watu ambao hawalipi kama wewe katika mwaka ambapo una miezi 12 umelipa mwezi mmoja, watu kama nyinyi mkiwa 3000 tu, jiulize sasa watu wale watakuwa wanalipwa kiasi gani cha fedha, wanapataje ujira wao, wanaendeshaje maisha yao, na wao hali ya kujitoa kuja kwenye kufanya kazi inakuwaje, ikiwa na wao wanawake zao, wanao wazazi wao ambao na wao wanawategemea, pia wana watoto wanaosoma na wanaotegemewa kulishwa na wazazi wao ambao hao hawapati stahiki zao. Kwa mimi nilichokiona, kila mtu anajiangalia kwake. Yaani kila mtu anavutia kwake. Nyinyi hamuoni kama haya matakataka yanaleta hatari, watoto kupata maradhi, kitu kinaweza kikaanguka mtoto akaokota au akapita akakanyaga akapata wadudu wale nyungu funza wanaotoka kwenye takataka, hilo hamlioni? Mwezi mzima. Sasa mimi nikuulize swali. Kama wewe unapata shaka huenda kwamba haya ninayokuambia hatuyaoni, kwa nini haupati shaka unavyoshindwa kutoa fedha ili kufanya mradi huu ufanye katika hali ya utulivu na udaduevuaji ambao ule unaotakikana? Wewe unadhani kwa nini? Kwa sababu mimi takataka zangu nawapa watu wanaenda kunitupia mara nyingi. Kwa hiyo huku nimekuwa mzito kwa sababu naona mimi hawanifanyii haki. Tena hilo ngoja niliweke kwenye upande wa makosa stahiki. Kosa stahiki.
utupaji wa takataka wa aina yoyote yule pasina kupakia kwenye gari ambalo litapeleka dampo ni hatari. Hatari kwa wewe mtupaji, hatari kwa afya na mazingira, hatari kwa haki za usawa, manufaa na senolojia ya makuzi ya binadamu. Tunawaasili watoto wadogo hawa wanaotembea. Ndio maana unaona maradhi yanayotokana na uchafu yanakuwa mengi katika taifa letu. Ndio maana yapo ma-UTI, manini. Haya si kwamba mtu anakuwa mchafu chumbani kwake tu, hata kutembea kukutana na kadhia ya wadudu wanaotokana na ulimbukizi watakachafu. Pia wale wanaathirisha, wanasababisha, yani wao wanakuwa ndo chanzo cha kuleta maradhi haya. Kwa hiyo pia hili unatakiwa ulijue. Lakini lengine, takataka haitakiwi kuchomwa moto ya aina yoyote na haitakiwi kutupwa kwenye makazi ya watu kwa eneo lolote. Kwa hiyo hapo unaashiria kwamba muda wowote utanitoa katika mudi yangu ya kawaida nije kwenye mudi unayoitaka wewe. Tafadhali dada, lipia hii miezi 5 ili malipo yako yafike ofisi ya serikali za mtaa na kwenye akaunti ya sungusungu na akaunti ya afya na mazingira. Maana yangu pia mimi ndo nitakuwa na la kuliongea kama mtetezi wako. Vinginevyo jua unaendelea kuvunja taratibu, kanuni na sheria tunazostahiki tuzifanye sisi kama wananchi, lakini pia kama serikali ya mtaa namna inavyowajibika kwa utendaji dhidi ya kulinda afya na usalama za wananchi. Natoaje hela ambayo nyinyi wenyewe hamjaifanyia kazi? Nyinyi wenyewe amuoni vibaya amuoni vibaya. Ungekuwa unachukua hela pale ambapo gari la taka linakuja kuchukua takataka, ingekuwa afadhali. Lakini nyinyi wewe mwenyewe unakaa hujui gari. Hapa hata nikikuuliza gari limekuja lini, limekuja saa ngapi, wewe hujui. Muda mwingine linakuja usiku, watu wamelala saa 4, wengine wanalala mapema, wengine wanaochelewa kulala ndio wanapata faida. Lakini sisi tunaowahi kulala hatupati hiyo nafasi ya kupeleka takataka zetu. Mwisho wa siku ndio tunawapa watu hao wakatupe, na tuaje hela mimi. Sasa mimi nikuulize swali. Ushawahi kufanya biashara yoyote wewe? Mimi ninachokijua gari haliji na sijatoa takataka zangu kwenye hilo gari. Wewe ushawahi kuwa mfanya biashara wa biashara aina yoyote? Sijawahi. Haujawahi Sasa mimi nikwambie, hakunaga biashara inayofanywa moja kwa moja kwa kubahatisha mtaji. Ingawaje rahisi kwenye biashara kubahatisha faida. Kwa hiyo kwa namna wewe unavyonishauri mimi, tuanze kuleta gari ije mitaani, wewe ndio utoe hela. Manake hapo mtaji endelevu wa zoezi letu la usafi na mazingira tunakuwa hatuna, tunabahatisha. Ili manake ili tutoke kwenye kadhia ya ubabaifu. Nisikilize nikwambiayo haya. Katika miezi 12 ya mwaka uliopita sikusamee kabisa. Na kuanzia hii Januari, Februari, March, April, hii miezi yote tutakuwa na kufuatilia kwa kina na kuhakikisha unalipa kila mwezi. Ndio maana nikakwambia hivi, ili usinitibue kutoka nilipotoka, niamie kwenye huko unapotaka kunipeleka. Lipa miezi 5. Kama hautolipa, sitokuacha. Nitakuchukua mpaka serikali ya mtaa, nitamwambia mwenyekiti wako, nitamwambia kamanda wa afya na mazingira, nitamwambia katibu wa afya na mazingira, nitakuchukua mpaka manispaa ili waende kusadiki usadifu huo wa upumbavu unaoniletea. Hii ni kazi. Hii ni kazi na usinitanie. Hapo tena mnatutisha hapo. Sikutishi kwa sababu haya unaoyafanya wewe, maana yake unaniona mimi zumbukuku. Nataka muje kwenye nyumba namba 8 hapa.